Licha ya kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema hatatumia nguvu kutoa Greenland, Denmark imesema haikubaliani na mpango huo wa kutwaliwa kwa Greenland wala haitaingia katika mazungumzo kuhusu kuacha kanuni zake za kimsingi. Hii ni kauli iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje Lars Løkke Rasmussen, ambaye amesema baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa wito wa mazungumzo ya haraka yenye lengo la kuchukua udhibiti wa Greenland. Wakati wa hotuba ndefu katika kongamano la kiuchumi la dunia huko Davos Jumatano, Trump alikariri kwamba Marekani itaiteka Greenland kutoka Denmark, akielezea Greenland kama eneo letu. Trump alisema kwamba anatafuta mazungumzo ya haraka ili kujadili kwa mara nyingine tena kupatikana kwa kisiwa hicho. Akizungumza na waandishi wa habari muda mfupi baadaye, Rasmussen alisema kuwa Denmark inakataa kuachia mamlaka juu ya Greenland. Hatutaingia kwenye mazungumzo kwa msingi wa kuachana na kanuni za kimsingi, alisema hilo halitawahi kutokea. Tunasimama juu ya msingi ambao Marekani ilisaidia kwa kiasi kikubwa kuunda baada ya vita vya pili vya dunia, aliendelea, akiongeza kwamba Denmark haitayumba hata kidogo kuhusu masuala ya uhuru wa kitaifa. Greenland imewakaribisha wanajeshi 150 wa Marekani katika kituo cha anga cha Pitvik ambacho zamani kilijulikana kama Thule Air Base chini ya mkataba wa ulinzi wa Greenland wa mwaka 1951. Vikosi vya Marekani vinaweza kusonga kwa uhuru kwenye nchi ya Greenland, na serikali ya Denmark imekaribisha kutumwa mara kwa mara kwa NATO kwenye eneo hilo. Hata hivyo, Trump amesisitiza juu ya umiliki wa ardhi hiyo, akidai kwamba Marekani pekee inaweza kuilinda Greenland kutokana na tishio linalodaiwa kuwa la Urusi na China, madai ambayo Copenhagen, Moscow na Beijing imekataa. Hata hivyo, vyombo vya habari vimesema kwamba Rasmussen amekataa ombi la mazungumzo. Trump alisema kwamba ikiwa anakataa kuniambia hivyo, hataniambia usoni mwangu. Wakati wa hotuba yake alisema kwamba hangetumia nguvu kupata Greenland, lakini ameonya kwamba wa Denmark wana chaguo. Wanaweza kusema ndio na tutashukuru sana, au wanaweza kusema hapana na tutakumbuka nini ambacho tulikuwa tukimaanisha. Hata hivyo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron bado amebaki na msimamo kwamba nchi za Ulaya zisikubali kupiga magoti kwa Marekani wakati huu, kwa maana ya mwenye nguvu aendelee kuwa na nguvu na kuwaonea wanyonge. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema hilo halitowezekana. Rais huyo wa Ufaransa ametoa wito kwa mataifa ya Ulaya kutokubali utaratibu mpya wa kimataifa unaotawaliwa na wale walio na fimbo kubwa, huku kukiwa na mvutano unaozidi kuongezeka na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu harakati zake za kutaka kuinunua Greenland. Trump ameonya kwamba atachukua eneo la ng'ambo la Denmark kwa njia rahisi au njia ngumu. Wiki iliyopita alitangaza ushuru wa 10% kwa mataifa 8 ya NATO ya Ulaya pamoja na Ufaransa kwa kupinga zabuni hiyo na kutishia kuongezeka kwa ushuru huu hadi 25% ikiwa Greenland haitauzwa kwa Marekani. Hata hivyo, katika mkutano wake wa jana ameweka wazi kwamba ataondoa ushuru huo ambao alitangaza utaanza mnamo Februari mosi. Katika hotuba yake kwenye kongamano la kiuchumi la dunia huko Davos, Macron alizionya nchi za Ulaya dhidi ya kukubali sheria za wenye nguvu zaidi na kujisalimisha kwa uvamizi. Tusikubali utaratibu wa kimataifa ambao utamuliwa na wale wanaodai kuwa na sauti kubwa au fimbo kubwa zaidi, alimalizia Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.